Kitu kingine, mashabiki zangu mashosti, nataka niambie baadhi ya wanawake wale ambao wako kwenye ndoa. Wanawake wa dunia leo, baadhi yao wanapenda vitu vizuri zaidi na hawana uwezo. Unakutana mtu yuko kwenye ndoa na tamaa, anataka simu nzuri, mume wake ana uwezo. Anataka adrevu wakati mume wake ana uwezo. Anataka vengo expensive, mume ana uwezo. Handbag ya bei, mume ana uwezo. Kwa hiyo wana uwezo wa kutoa nyuma kwa ume zao sababu wapate hivyo vitu. Mtu anatoa kwa mpalange, anatoa nyuma sababu apate vitu vya expensive, uvivu wa kufanya kazi. Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu, watoto wa kike, ukiona umetoa nyuma ukampa mume wako alafu ukafa, ni finari jahannam. I'm not judging, na wakumbusha tu. Usipendi vitu vizuri vya haramu, penda vidogo vya halali, uridhike, sababu ya maisha tunapita. Msiwakubali wanaume baadhi yao wa dalili za kiyama, wengi wanapenda kwa mpalange. Sasa kwa hiyo acheni na huyo ushetani wao. Mwanaume akikutamkia au atamkufanya mapenzi, anagusa tu kule nyuma, talaka inahitajika. Lazima, hiyo ni talaka tosha. Mungu amesema mtu wote atakwenda kinyume na umbile Mungu aliumba ya halali, finari jahannam, kama ukifa hujatubu. Kwa hiyo wanawake wenzangu, nawakumbusha kitu, watoto wa kike pia, wakina mama, acheni kutoa kwa mpalange sababu ya vitu vya dunia. Hivi tutakufa tunaviacha. Haya magari, majumba, manini, tutayacha, tutakwenda na amali zetu tu. Kwa hiyo usitoe nyuma kwa sababu ya kupenda vitu. Ndugu zangu, baadhi ya wanawake wako kwenye ndoa, pia wanawake michepuko, wanatoa nyuma kwa sababu ya vitu. Kwa hiyo kazi yenu mama lao, nawakumbusha tu, kila mtu ana kaburi lake, bali tunakumbushana guys. Usitoe nyuma kwa sababu ya tamaa ya vitu. Tafuta, Mungu atakupa kwa jasho lako vitu vya halali. Ndugu zangu, acheni kutoa kwa mpalange. Mwanaume akikuomba kwa mpalange, hata wewe ni ndoa, anakuwa hakupendi. Huyo ni mnafiki wa hiyo ndoa.